Mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anthony Kasore amewahimiza wanafunzi wa vyuo vya ufundi stadi kwenda kubadili mitazamo ya wananchi kuwa vyuo hivyo sio kwa ajili ya wanafunzi waliofeli, na kuwa wamewahi kuwa na mwanafunzi wa PhD ambaye aliweza kusoma masuala ya umeme, yaani wiring. CPA Kasore amesema hayo wakati wa kufunga mafunzo yaliyofanyika kwa siku 5 kwa viongozi wa vyuo vya ufundi stadi yaani VETA, ambayo yalilenga kuwezesha vyuo hivyo kuwa na umahiri katika mafunzo ya ufundi stadi, mafunzo hayo ambayo yamefanyika jijini Dodoma. Mimi naomba, kwa kuwa pia yalikuwa ni mafunzo na watu mmekutana na tuna mradi huu, mimi nitaomba Bwana Thomas kwenye hili eneo kama hili la mifumo, basi vile vyuo vinaenda kutekeleza kuona ni mifumo gani ambayo tunataka iweze kuboreshwa, kubadilishwa, iweje, ili na sisi tunapokuwa tumeipata tuweze kuiwekea katika mipango ya kimkakati na tuweze kuona ni namna gani tunaenda pia kuitekeleza. Lakini pia kwenye swala hili la mindset, hii mindset tu sio kwa viongozi, hata kwa wananchi. Mimi najua wananchi wa Tanzania wanajua, ukimwambia mtu akasomee uvuvi, akatusomee kutengeneza boti, akasomee kuchomelea, akasomee kuwa mpishi, taifa letu linajua huyo ni mtu aliyefeli katika mfumo ule wa elimu ya kawaida. Kwa amefeli kule, kwa mbadala wake ni hebu tumpeleke akasomee hivi vitu vya ujuzi. Mimi mara nyingi wazazi wananipigia simu, bwana na kijana wangu hapa matokeo yake ya form 4 so mazuri, amefeli, kwa ni kitu gani anaweza akasoma huko? Naambia huko hamna kitu atakachoweza kusoma. Kwa nini? Sasa sikashafeli. Sasa mimi sichukui failures huko. Sasa VETA si kwa ajili ya watu ambao wameshindwa. Naambia hakuna. Mimi sichukui mtu aliyeshindwa, aliyefeli sichukui. Kwa wewe tafuta namna ambapo hao watu wanatakiwa kwenda. Lakini zaidi ninachokushauri, huyo kijana wako kama utamleta kwangu, mimi nitambadilisha na atakuwa mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi, shughuli, atoe huduma, atajiingizia kipato, atakupa na wewe hela. Siku hiyo akiwa anakupa wewe hela kutokana na mshahara, atakuwa ni mtu aliyefeli au atakuwa ni mtu ambaye alikuwa na uwezo, ila wewe labda mzazi ukujuaga huyu mtu anatakiwa nimpeleke upande gani. Sasa hizi fikra manake lazima tuwaambie watu wajue, na ndio maana unaweza kuona mataifa ya wenzetu yaliyoendelea. Tizama, tunamwongelea China kila siku, sisi tunamwongelea jamani China nchi imeendelea si nini. Wale jamaa walifanya mabadiliko makubwa, walifanya maamuzi magumu ya kuona ili tuweze kwenda lazima tuendane na ujuzi. Hii elimu ujuzi tunayosema, wao walisema lazima itolewe katika ngazi zote. Ndio maana kule unaweza ukaenda ukafika kwenye chuo ukaambiwa kinaitwa sijui chuo fulani University of Vocational Training. Yaani ni chuo kikuu lakini masuala ni vocational. Yaani elimu inayotolewa kule ni ya ujuzi katika ngazi hizo za degree na ngazi zingine. Kwa hii elimu ya ujuzi ni elimu muhimu. Lazima tuuambie umma, lazima tuuambie taifa lielewe, kuanzia kwenye ngazi kule za chini. Kuanzia yule anayeanza leo yuko shule ya msingi, twende kule kwenye zile shule ya msingi tukawaambie kwamba ukipata ujuzi utakusaidia. Na hata yule ambaye aliyefeli sio kwamba pia amefeli, hapana. Kuna kitu tulitakiwa tumfundishe ambacho yeye yuko nacho na ataweza kukifanya. Sio kwamba amefeli. Yaani basi kama tungekuwa tumefeli basi naamini wote tusingekuwa hata na tumefika hizi huku tulipo. Kwa sababu wote tungeonekana kwamba bana kufeli. Maana hata kiwango pia cha kufeli unaweza kukuta ni sisi wenyewe binadamu tulitengeneza hivyo viwango vya kufeli na kufaulu, si ndio? Wale waliotengenezaga hili swala la elimu na kusema kienda maeneo mengi wanakuambia
pass mark above 50. Mimi najiulizaga, yani who said, yani nani alituambia kwamba kufaulu lazima iwe 50? Nani alisema hilo jambo? Lazima iwe 50 kwamba ndio hiyo pass mark. Kwa nini yani iwe hivyo? Mimi naaminigi hata yule aliattempt tu kufanya akapata swali lenye max 30 akapata max 5. Yaani mpaka mtu kasema aizi anastahili 5. Huyo pia, hiyo pia ni, yani huyo pia amefaulu katika hilo eneo kwa sababu ameweza kupata even a concept na ikampelekea kupata hizo 5. Kwa mimi naamini hamnaga mtu aliofeli, ni namna sisi tunachukua. Mimi naamini twendeni tukabadilisha hizi mindset kuanzia kwenye hizo ngazi za juu. Sasa tu ngazi za chini tutaenda kitaeleweka tu. Mimi naamini hata waziri mkuu alisema kwamba watu waende wakimaliza upande wa vyuo vikuu wanaweza kwenda katika vyuo vya VETA na kupata skills. Ingawa watu tafsiri zao ikawa waziri mkuu amesema lazima ukimaliza degree alisema unaweza. Yani amekupa password pale. Sasa watu ile password wataki kuielewa. Wachache walioielewa wanaitumia tu vizuri na wanajikuta wana succeed. Wapo watu ambao wametoka katika vyuo vikuu, wapo mimi nimekutana nao. Mtu kamaliza chuo kikuu masuala mazima ya ni engineer masuala ya umeme, kaja VETA kasoma short course ya kufanya wiring na kufanya uwekaji wa hizi nini kamera hizi si ndio kafungua sasa hivi kampuni. Yeye alichofanya wale vijana waliokutana nao kwenye short course VETA na waliomaliza VETA kawaajiri. Kwa hiyo kazi yake anatumia ile maarifa yake yale ya chuo kikuu na uwezo na confidence aliyokuwa nayo kumconvince mteja. Anakana mteja anampa yani critical, anamwafanyia analysis pale, mteja anaingia mwenyewe anaona yeye kweli kwanza hiki kitu tunafanywa na mtu professional. Akimaliza hapo wale vijana wanawasaini, wewe katufanye wiring nyumba hii, kaweke sijui hizi security camera huku na huku na huku. Na anaendelea na maisha yake. Hajaajiriwa, amejiajiri mwenyewe na kaajiri vijana. Sasa ndipo huko ambapo tunapohitaji taifa lifanye na liende. Kwa mimi naamini tukienda kubadilisha hii mitazamo, watu wataelewa na watu wataona umuhimu wa elimu hii. Lakini pia itatuimarisha na sisi kadri tutakapokuwa tunaenda, manake ndipo tutakapokuwa tunaziona challenge nyingi na kuona ni namna gani tuweze kuvuka na kuweza kutekeleza vizuri. Mwisho, ndugu washiriki, nipende kusema kwamba kwa niaba ya VETA lakini pia na kwa serikali kwa ujumla, mafunzo haya yamekuwa na mafanikio na tunaamini tunaenda kuja kuwa na mafanikio makubwa sana katika utekelezaji wa vyuo hivi vya umahiri katika taasisi zetu. Na tunawashukuru sana Enabel kwa kuwezesha mafunzo haya kupitia mradi huu. Tunawapongeza kwa kuweza kuona kwamba tuna uwezo wa kuweza kushirikiana nanyi ili kuweza kufikia malengo ya kimkakati ya serikali. Lakini pia niwaombe wale washiriki tuchukue yale tulojifunza kama ni mbegu, twende tukaipande kwa bidii katika vyuo vyetu vya mafunzo kwa lengo la kuboresha utolewaji wa mafunzo yanayotolewa katika vyuo vyetu kwa maendeleo ya vijana wetu, lakini pia na kwa maendeleo ya taifa letu.